Hujambo ndugu mtazamaji wa Tukutane TV na kukaribishwa kwa mara nyingine kwenye taarifa yetu ya habari kwa ufupi. Msomaji wako ni Bukuru Tantine Aldamanyu, ma kamera ni naye Pepe Wilonja. Na kwa siku ya leo nimekuandalia taarifa za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikigusia usalama na kiafya. Ni hayo na mengine mtazamaji, na kukaribisha, karibu. Habari kamili. Tukianza na habari za mji wa Baraka. Pikipiki moja na vitu vingine kupelekwa, hayo ndio matokeo ya kitendo cha uvamizi wa kutumia silaha kilichoripotiwa Jumatatu ya tarehe 18 mwezi Mei mwaka huu katika kata ya Muhimizi ya kwanza mjini Baraka. Mwanga wa tukio hilo ameonesha namna ya hali ilivyokuwa, huku akiomba kwa vitengo husika na usalama na kukanya tabia hiyo, kwa kuwa itapelekea waendesha pikipiki kutokuwa napeleka wanajeshi wa vikosi vyovyote vile, kama anavyoonyesha hapa mwanga wa tukio hilo. Kitendo kilinitokea jana. Mimi niko Montaro wa Transville, nilikuwa maeneo ya pale kunganda Israeli, nikakutanana na soda mmoja wa civile, kanambia nimpeleke maeneo ya Mwemezi. Sasa aliniambia vile, nikajiuza moto nikaenda naye kufika pale ku complexe scolaire La Grace, kuma nyumba ba Belge pale ngambo ya mairie. Tukapanda ngambo ya yulu kule kumalengalenga, akaangusha simu. Sasa aliangusha simu, ikabidi nishimame alogote simu pale. Kwa tulishimama kulikuwa kukanisa Manjanja. Sasa tushimama pale vile kukatokea mtu wa arme, alikuwa soda wa Ibu, njo kunisharge kwa masasi, akupiga masasi, njo kutoa benye niko nabyo mumfuko, akabeba ule mwekiliamo nilikuwa naye wa soda, walikuwa msivile, njo kukamata moto, akageuza akakimbia. Sali kimbia, mwenzake akatampiga masasi. Sali mwenzake alitampiga masasi, mie ikabidi nitoke pale mbio na mie nikakimbia. Njo kitendo kilinitokea hiyo jana. Inaonekana kama ilikuwa ni puchi ya boti bawili juu, baliniambia kama njo moto ya ine enye naibiwa hiyo fasi moya. Ile moto yani njo ilikuwa tegemezi ya familia, njo baba njo mama. Naweza penda serikali nisaidie sana, tusaidiane. Kama watu watabakanya babakanye tu, baache yali sendelei. Hii hali inaogopesha sana kusema Montare, mpaka tutafikia tusiko na yao soda tena. Tunaumia sana. Hii ni moto presque ya ine naibiwa. Tunaumia sana, hiyo hali inatumiza sana. Basoda, bazalendo, ba FARDC, baache vile. Tutakuwa tunabeba tena kwa moto zetu, tunakatala. Shirika la Rahia mjini Baraka Force Vive limemwandikia waziri wa taifa husika na mipango miji na makazi kibarua kinachoonyesha uporaji wa mali za umma unaoendeshwa na watu mbalimbali katika jiji hili. Naam, katika mazungumzo nasi mwenyekiti wa shirika la Rahia mjini Baraka, Albert Tonda Maisha, amesema wameandika kibarua hicho ili kutia wazi namna baadhi ya watu wanachukua mali za umma kama ya kwao. Kibarua cha pili, barua ya kwanza tumeandika juu ya kudenonsia au kutia wazi juu ya mambo ya pora, yani spoliation, eneo za serikali ambayo tunasema le domaine public za leta mkifaransa. Wakati tulipo denonse ile, tumeingia kwenye vikao na kadhalika, lakini tumeona kwamba kuna watu ambao wakuelewa. Tunakia kushituka parti politika ambayo ilijinyakulia kama ilipewa, kama ilijinyakulia eneo ya pale kuparke, pale ku commerce exterieur, ni eneo ya serikali. Parti politika haiko kitengo ya serikali. Namna gani wanaweza fikia kwenda kujenga biro ku eneo ya serikali, mu domaine public de l'etat, haiko domaine privé de l'etat? Na ndio kwa sababu sisi tumeandika kibarua kwa ministre d'etat en charge wa urbanisme et habitat, ndio mwanahusika na maeneo yote ya l'etat, donc ma domaine public. Ikiwa kibarua hicho kimeandikwa kutokana na kujengwa kwa ofisi ya chama cha UDPS ndani ya uwanja wa serikali, uongozi wa shirika la Rahia umeomba yafuatayo kwa waziri ndani ya kibarua chao. Tumeomba waangalie namna gani ya kususpendre ile matravu ambayo inaendelea kufanyika pale, na ndio kwa sababu tumeomba waanile titre ambao wamepana pale, na tumeomba wa dirigente equipe ya kuja kufanya enquete ya wanani ama nani ambaye mahusika na ile spoliation na zingira ambazo tayari zimeweza kufanyika. Na ya mwisho tumeomba kwamba sheria ifanye kazi yake kwa wale wote ambao wanaofanya ile mambo, kwa sababu sio lazima kabisa kubakia kimya, na tayari tumeishajua ukweli na tumeishajua kidogo ya sheria kuhusu udongo, wakati watu wanaishazuiwa kutenganisha domaine privé de l'etat na domaine public de l'etat, ni kitu lazima sana.
Upande mwingine, Albert Tonda Maisha alipoulizwa ni matunda gani ambayo wamewahi kuyapata kutokana na kuandika vibarua kama hivyo vya kutetea maeneo ya umma, naye amejibu: inazaa matunda, ndugu mtangazaji. Kuna maeneo ambayo zimekuwa tayari zimechukuliwa na watu, ziko spolie, lakini tayari zimerudia, na hiyo sio jambo la kwanza kabisa. Ukiangalia kama vile stade ya Mwandiga ilikuwa tayari iko deja spolie. Ukiangalia hapa juu karibu Eta Major kulikuwa eneo ilikuwa spolie, tayari imerudia kutokuwa eneo ya wale watu ambao walikuwa na spolie. Na kuna eneo ambayo ilikuwa spolie pale Mwambangu, ilikuwa ishaingia mu majina ya mtu. Tupendi kufungua sana, wale ambao watahitaji watakuja kulingana na gisi tulidenonse na serikali dijimplike. Tayari ile eneo iko kuleta Kongole na tunategemea itafanya kazi ya kabambi ono ya leta Kongole pa ono ya individu. Endapo waziri hakuchukulia kwa umakini kibarua cha kuzuia kazi za ujenzi ya ofisi ya chama cha UDPS maeneo ya umma, ni hatua gani itafuata? Albert Tonda Maisha anatoa mwangaza. Na tunapenda kuonesha opinion international, nationale et locale, na kuambia raia kwamba hatuwezi endelea kufunga macho, si no tutakosa hata meme kiwanja. Mema atile Stade Lumumba itauzishiwa na itajengwa, na kwa hiyo raia wawe macho, na tutawaambia baadaye nini cha kufanya wakisema wanaendelea pale. Kama ni mamarshi, kama ni CCTV, kama ni mavile mort, tutaifanya ili kutokuachia watu kujinyakulia maeneo ya serikali tofauti na sheria gishi inavyosema. Mwishowe, kiongozi huyo wa shirika la raia mjini Baraka amewataka raia kuwa na tabia ya kufikisha malalamiko, aidha mambo yasiyopendeza kwenye ofisi yao. Ujumbe wa mwisho raia wawe kwamba tuendelee kuambiana yale yanayoendelea. Sisi tunabaki ndani ya ofisi, tunaomba watu kuja kutuambia. Hatukuwa najua kama tayari majengo imeanza, lakini raia ambao wanaopenda kusauvegarde maeneo ya leta njoo wamekuja kutuambia, na kweli tumeenda kuona kazi imeanza, na ndio kwa sababu sisi tumefikia kusema na kuandika, na tuendelee kukaribiana na raia, wabakie kimya. Tutawaambia kila ambacho tutafanya siku zinazokuja wakati tunapoendelea kufuatilia hii ambayo tumeandika. Jitihada zetu za kuwapata viongozi wa chama cha UDPS kwa ajili ya tuhuma hizo ili kufahamu ukweli zaidi kutokana na eneo hilo zimegonga mwamba. Na huko Sange ni kwamba kumshukuru rais wa nchi Felix Tshisekedi juu ya matunda ya diplomasia anayofanya usiku na mchana juu ya kumaliza vita, haswa kuondolewa kwa wahasi wa FCM23 katika miji na tarafa ya Uvira. Hayo ni moja kati ya malengo ya maandamano ya amani yaliyoendeshwa siku ya pili hii ya tarehe 19 mwezi Mei mwaka huu Pasange, nalo shirika jipya la rahia kusini mwa jimbo hili pa Uvira. Hebu fuata ripoti niliyokuandalia kabla sijaingia hapa studioni. Kwake Mafikiri Mashimango Nestoro, mratibu jimboni wa muundo huo, ameambia Radio Kivu kuwa ni vyema kupongeza rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi kwa hatua kubwa amefanya kupitia diplomasia, huku akipongeza wananchi wa bonde la Mto Ruzizi ambao wamefurika wengi kwenye maandamano hayo. Ya kwanza ni kushukuru raia yote yenye ilikuya kwa wingi, parce que notre démarche ilianza kupitia Sange Sant, tukaanza marche pagi, tulienda umwe face à 7 km, tuko natembea katika kwenda déposer notre mémo et que la population qui présentait par mingi sana. Il faut quand même préciser kama marche yetu ilikuwa na objectif mbili. Ya kwanza kusema no ku delocalisation ya projet PFCL au niveau ya Nyamoma na au niveau ya Rubenga Luvungi. Nyamoma c'est Sange, parce qu'il faut qu'on rappelle kama situation leo ya ile projet ni intérêt pour ya sana ya intérêt ya batu. C'est pourquoi maintenant tulilamika, parce que le projet iko na objectif ya kuwa délocaliser. C'est comme ça que tulimarche d'abord kuambia le gouvernement national, le ministre du commerce extérieur, au président de la République kwamba la population ya Uvira iko na besoin ya ile projet et que la délocalisation ya ile projet itakuwa tena haitakuwa na sura mzuri, parce que déjà batu walikuwa naona espoir ya kabambi dans ce projet. Non, il faut kujua kama un projet nilikuwa iko prévu kujenga mabureau administratif ma frontière ya Nyamoma la tuko Sange na frontière ya Rubenga iko Luvungi. Mais aussi iko prévu kujenga
kuanzia au moins 11 km, yani ku route numero 5 paka tunaenda ku frontière Nyamoma, mais aussi kwenda directement ku niveau ya Rubenga au moins 7 km vers la frontière. Allez-y comprendre kwamba pour la population c'est un grand projet. À part l'infrastructure, il est barabara, à part les constructions bâtiments administratifs, il faut qu'on rappelle comment un projet qui kamata plus de 1800 jeunes pour quand même bakuwe recruter, et cela iko na impact socio-économique maisha ya vijana na raia yote. Upande mwingine ameongeza kuwa kama shirika jipya la kiraia wana jukumu si tu la kukataa kila kitu toka serikalini, bali pia kupongeza kile ambacho kinaonekana kwa faida ya umma. Mafikiri Mashimango Nestor amerejea mara tena. Il faut kuona kwamba la population d'abord ilionyesha volonté mais ya kuonesha serikali kwamba c'est un projet niko tellement attendu par la population, na tuko convaincu que hii marche watu waliprépondre positivement, itakuwa un signal fort au gouvernement national comprendre kwamba la population d'Uvira inakuwa na sacrifice mingi, c'est le moment ya kuisaidia pour son développement. Deuxième objectif c'était pour remercier le président de la République par rapport na diplomatie yake agissante leo ilituma retrait de rebelles M23 au ville territoire ya Uvira. Donc le message était aussi kumshukuru, kuremercier le chef de l'État na kumsoutenir par rapport à la diplomatie. Leo tuna vivre maintenant le retrait des éléments 23 au ville territoire ya Uvira. Il faut kujua kama watu walikuwa wanateseka mingi ke retrait là ilisaidia quelque chose de grande importance. Waanaliste wengine wanasema kwamba malgré hiyo retrait ya M23 muplene, lakini vita haijaisha mashariki mwa Kongo. Mafikiri wana journaliste sasa yatongelee vita kuisha Kongo, mais tuko naongelea situation ilipitikana mu vile territoire ya Uvira, na sasa niko nakwambia que il y a des zones za Kabambi mu territoire ya Uvira zenye zilikuwa libérées. Uvira comme territoire, c'est comme ça en tant que population. Il ne suffit pas tout simplement pourquoi une partie d'opposition ou de contrepoids, mais plutôt connaître quand même un sentiment de satisfaction au président de la République par rapport na hii diplomatie yenye inaonekana leo de retrait de rebelle mu ville territoire ya Uvira. C'est comme ça que population comprendre kwamba message tulifanya, hii marche tulifanya, c'est aussi kuambia serikali kwamba kitu vraiment tuko satisfait par rapport na ile diplomatie ya président de la République, et que ces efforts diplomatiques zinapaswa kuendelea pour quand même d'autres parties zikuwe sous contrôle na ya serikali pour l'intérêt ya sécurité nationale. Na huko Kamituga watu 3 wamefariki baada ya kupigwa na radi siku ya kwanza ya wiki tunayo katika mazingira ya kutatanisha katika mji wa Kamituga jimboni Kivu ya Kusini. Kwa jambo hilo shirika la raia MSCO mjini humo latoa mkono wa pole kwa familia zilizopoteza ndugu zao. Kwa mujibu wake Bwana Mazambi Masudi Promise, mratibu wa shirika la raia MSCO mjini Kamituga, ameonyesha hapa namna tukio hilo lilivyokuwa, huku akihimiza serikali ya mahali kuboresha mazingira mjini Kamituga, kama alivyoeleza kwenye laini ya simu ya Tukutane TV. Magharibi ya hii siku ya kwanza tariki 18 mwezi wa 5 mwaka 2016 haikukuwa magharibi mzuri kabisa hapa mjini Kamituga, kwa kuwa tumepoteza vijana 3 katika kupigwa na radi wakati mvua ilikuwa ikitaka kunyesha hapa mjini Kamituga. Vijana wenyewe wakiwa wanaishi eneo ya quartier Kabukungu ndani ya Venikasa, ndio walikuwa eneo ya kuchezea kabumbu kunako uwanja wa kanisa ya Kimetodiste huko eneo za Kabukungu, ndio walipigwa na radi na kufariki hapo. Walikuwa vijana wenye umri zaidi ya 12, umoja ambaye aliacha mjane akiwa na mimba, na wale wengine walikuwa wangali bado wa celibatere. Tunaalika wakuu viongozi wenye kuhusika na mambo ya environment ambao wanakuwa na environment matribisho yao kufanya kazi vizuri ili kupanda miti, kwa kuwa kila mara wakati radi zinataka kupiga zinapiga kwenye miti, na wakati hakuna miti nakuta viumbe vyote, hata mbuzi inaweza kupiga mbuzi. Kwa bahati mbaya ilikuta vijana hao wakiwa wachanga kabisa ndio wamepatwa na hiyo msiba. Vraiment tunaitisha wakuu viongozi kupanda miti hapa mjini Kamituga, kwa kuwa mida iliyopita kulikuwa miti nyingi ambazo zilikuwa zikipandwa wakati wa Societe Somenki, lakini kwa sasa hiyo miti yote imekatiwa bila hata kupanda zingine miti za mpya. Na huko Ituri ni kwamba idadi ya watu waliofariki na ugonjwa wa Ebola aina ya Budibunjo imefika watu 131 na wengine zaidi ya 513 ni washukiwa wa kuambukizwa ugonjwa huo katika mkoa wa Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi ambayo imetolewa na Wizara ya Afya. Ni kupitia habari hiyo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa ufupi. Ni Tebukuru Tantine Aldamaji na langu, na nyuma ya kamera nilikuwa naye Pepewe Wilonja. Nasema kwaheri.